Wakati ambapo Kagiso alikuwa na furaha kubwa sana kwa sababu ya kuona kwamba maisha yake yanakwenda kubadilika kwa sehemu kubwa. Lakini kwa upande mwingine kuna watu wengine walikuwa wanamuona kama chakula baada ya kumuona. Na hii ni kutokana na jinsi ambavyo Kagiso alivyokuwa binti mrembo sana. Wanaume wengi walikuwa wameanza kumezea mate walivyokuwa wanamtazama jinsi ambavyo alivyokuwa anatembea. Kila mwanaume alikuwa anatazama pale akimwangalia jinsi ambavyo alivyokuwa anashuka kwenye gari huku akiwa anatembea kwa maringo makubwa sana. Walikuwa wakitazama, na wale wanaume ambao sasa walikuwa wanajua kutazama mwanamke na kufahamu details zake nyingi, walianza kutupia maneno akianza kusema huyu binti ni kibinti kidogo kabisa. Japokuwa mwili wake unaonekana mkubwa, lakini ni kibinti na hiki kinaonyesha hakijafanya mambo mengi sana. Sio siri, wale wanaume wenye tabia za kishenzi walipomtazama Kagiso waliona kwamba hiki ni chakula. Wakati ambapo Kagiso yeye katika akili yake alikuwa akiwaza sana kwamba nimekuja kubadilisha maisha yangu katika mazingira haya, lakini wengine walikuwa wanamtazama kwa namna tofauti sana. Karibu sana msikilizaji wa makala simulizi katika simulizi hii tamu sana. Ni simulizi ambayo hutajutia kabisa katika kuisikiliza. Najua tumekaa muda mrefu sana. Lakini niseme tu kwa kifupi bana. Kuna mambo ambayo yalikuwa yako nje kabisa ya uwezo. Sisi ni wanadamu kama mnavyojua. But all in all, naamini tunarudi taratibu, tutarudi katika formula nzuri kabisa kama ambavyo tulivyokuwa hapo awali. Karibuni sana bana, ndugu yenu mimi nimerudi bana. Afya yangu sasa hivi niko vizuri. Mimi ni BHB, rafiki yenu wa karibu yule wa makala simulizi. Kama kuna mtu alikuwa amekata tamaa, elewa kwamba bana BHB na makala simulizi kwa jumla tumerudi. Karibu sana katika simulizi hii mpya. Na nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mgeni labda katika channel yetu hii, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Liko chini ya video hii, angalia mkono wako wa kulia hapo. Bonyeza hilo neno ili uweze kuwa mwanafamilia katika channel yetu hii. Bana, bila kupoteza muda sana, mimi nikukaribisha katika simulizi hii, lakini pia nikwambie kwamba hakuna kitu ambacho tulikiacha njiani ambacho hakitaendelea. Na kuhakikisha kabisa simulizi zetu zitaenda mwanzo hadi mwisho zote. Na mkumbuka kabisa Mrembo Kamra. Mrembo Kamra bado ipo na tutaendelea pamoja. Karibu sana katika simulizi hii inayokwenda kwa jina la Headmaster wangu. Hii ni sehemu yake ya kwanza kabisa. Ndio sehemu ambayo tunayoanza nayo baada ya mapumziko ya kulazimishwa ya kipindi kirefu kidogo. Karibu sana, na ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa makala simulizi. Ilikuwa yapata mida kama ya saa 8 mchana hivi, wakati ambapo vijana wengi walikuwa na furaha sana. Walikuwa na furaha sana kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambapo watu walikuwa wanafurahi baada ya kupoteana na wenzao kwa muda mrefu, alafu sasa walikuwa wanaanza kukutana. Hapa ni katika shule moja ya kifahari nchini Botswana. Shule ambayo ilikuwa inasoma watu wakubwa sana. Sehemu hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa inasoma watoto wakubwa. Na kama sio watoto wakubwa, walikuwa wanasoma watu ambao walikuwa wanajielewa sana, yani walikuwa wako vizuri katika msuli wa fedha. Sasa katika shule hii, muda huo wa saa 8, gari moja ambayo ilikuwa ni Coaster nzuri sana ambayo ilikuwa inapendeza sana iliingia katika shule hii. Muda huo wanafunzi wengi walikuwa ndio na wao wameripoti baada ya kumaliza sikukuu zote za Christmas na mwaka mpya. Sasa walikuwa wameripoti pale, na wengi walikuwa wametulia katika maeneo ya bustani za shule ile. Wengine walikuwa wako katika miti mbalimbali wakiwa na furaha kubwa sana, wakiwa wanapiga story, na kila mmoja alikuwa akiangalia kwamba mwenzake anaingia saa ngapi, ambayo walikuwa wamepoteana naye kwa kipindi kirefu ili aweze kufurahi na kumpokea kwa shangwe kubwa sana. Wakati wakiwa wanaendelea hivyo, makundi mbalimbali ya vijana wa kike kwa kiume yalikuwa yametawanyika. Gari ile aina ya Coaster iliyokuwa imeingia pale ilikuwa ni gari ambayo ilikuwa inamilikiwa na watawa wa Kianglikana. Hawa ni watakatifu wa kanisa la Anglikana ndio ambao waliokuwa wameingia pale. Na ilikuwa si kawaida sana kuliona gari lile katika mazingira yale ya shule ile.
japokuwa ile shule ilikuwa ni shule moja ya kifahari sana. Lakini watu walipoliona ile gari, haraka sana kila mmoja aliwaza kwamba hawezi kuangalia kwamba ni nani ambaye atashuka katika gari lile. Na hasa vijana wa kiume walikuwa macho sana wakitazama kwamba ni nani ambaye atashuka katika gari lile, ile coaster ambayo iliyokuja, ambayo ni coaster ya kanisa la Anglikana. Kidogo pale, baada ya sekunde kadhaa kupita, alishuka binti mmoja ambaye aliyekuwa amependeza sana. Kuhusu swala la kupendeza, hata katika shule ile sio swala la kushangaza hata kidogo. Kwa sababu almost watu wote ambao waliokuwa wanasoma shule ile, haisa walikuwa wote ni watu wa kuvaa na kupendeza na kuvutia sana, kwa sababu ni lazima ukisikia mtu anasoma katika shule hii, haisa lazima alikuwa anatoka katika familia ya kitajiri. Sekunde kadhaa baada ya kushuka binti yule, watu wengi walianza kumwangalia kwa umakini sana. Kwa upande wa watoto wa kike walikuwa wakitazama wakisema kwamba huenda ni rafiki yao, rafiki mwingine ambaye pengine walikuwa wameachana na sasa amerudi, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha kufungua shule. Lakini kwa upande wa wanaume walipoona ni mtoto wa kike, basi kila mmoja alikuwa anatungua macho yake kutazama kwamba ni binti wa namna gani. Sio siri, binti huyu alikuwa anavutia sana. Wanaume ambao waliokuwa wamekaa pale, kila mmoja alitamani kumtazama na kuweza kufahamu detaili nyingi kuhusu binti huyu. Msikilizaji, shule hii si shule nyingine, ni shule inayofahamika kama Beauty Zambezi High School. Ni shule moja maarufu sana nchini Botswana, shule ambayo inapendeza na kuvutia sana. Lakini shule hii pamoja na mengine mengi, lakini shule hii bwana, kama ambavyo wanasoma watoto wa kifahari, hata maisha ya shule hii wanaishi kifahari vile vile. Hivi vitu mbalimbali ambavyo unavyosikia kwamba vinakatazwa katika shule nyingi, hasa shule za Kiafrika, hisa pale kwao vinaruhusiwa. Mwanafunzi anaruhusiwa kumiliki simu, anaruhusiwa kumiliki kompyuta, anaruhusiwa kuwa na vitu vingi sana vya kisasa ambavyo vinavyoendana na teknolojia. Ni kawaida sana kukuta kwamba watoto wanafunzi wa shule ile wanakuwa wanavaa kana kwamba wako mtaani vile. Ukiachana na masaa tu yale ambayo ni masaa ya darasani, masaa mengine kila mmoja alikuwa anatupia kwa jinsi anavyojua. Kuna wakati wengine walikuwa wanatupia suti, kwa sababu pia uniform ya shule ile ilikuwa ni suti pia vile vile. Lakini wengine walikuwa wanatupia nguo za kawaida tu. Ni kawaida kuwakuta sana wanafunzi wa pale wakiwa wamepiga pensi kali na t-shirt. Ilikuwa ni mambo ya kawaida kabisa katika shule ile. Sasa kila mmoja akawa anabaki kumtazama binti yule ambaye aliyekuwa anafahamika kama Kagosi. Binti huyu baada ya yeye kushuka, alishuka mwanadada mwingine ambaye na yeye alikuwa ni mzuri vile vile. Huyu yeye umri wake ulikuwa umeenda kidogo. Bila shaka wote waliamini kabisa kwamba huyu alikuwa amemsindikiza binti huyu. Na kwa macho ya kawaida tu waligundua kabisa kwamba mwanafunzi ni huyu, lakini huyu mwingine inaweza akawa ni mlezi tu ambaye amemsindikiza binti Kagosi. Watawa wawili wa kanisa la Anglikana walishuka pale. Na pamoja walikuja pale na kuanza sasa kumpeleka moja kwa moja mpaka katika ofisi ambapo ndipo mahali alipokuwa anapaswa pokelewe katika ofisi ya shule ile, ili mambo mengine yaweze kuendelea. Vijana wote ambao waliokuwa wanamtazama binti huyu, hakuna ambaye aliyebahatika kumjua mwanadada huyu. Kiukweli, Kagosi alikuwa ni binti mpya kabisa katika shule ile. Wakati mwanadada yeye akiwa anafurahi kwamba ndoto zake ambazo alikuwa anahisi kwamba tayari zimekwisha kupotea, yeye akisema kwamba ndoto zake sasa hatimaye zimerudi na zinakwenda kutimia. Vijana kadhaa waliokuwa pembeni walikuwa wakimtazama kama tunda tamu sana ambalo siku si nyingi wangeanza kulimega. Mwanadada huyu Kagosi, binti mrembo kabisa, mwanamke ambaye hakufahamu kitu chochote kuhusiana na mahusiano. Moja kwa moja yeye alikuwa akielekea ofisini, huku akiwa amezungukwa na masista watawa hawa wa kanisa la Anglikana pamoja na mwenyeji wao ambaye alikuja pale ili kwenda kumkabidhi katika ofisi na habari ya usajili wa kila kitu iweze kukamilika, awe mwanafunzi rasmi wa shule ya Beauty Zambezi High School. Binti huyu anayefahamika kama Kagosi au Kagiso alifurahi sana baada ya kuzipanda ngazi na kuingia katika ofisi ya mkuu wa shule, mahali ambapo usajili wake kamili ulikuwa unakwenda kufanyika na hatimaye sasa kuwa mwanafunzi rasmi wa shule ile. Binti
Kagiso alikuwa na historia huku nyuma katika maisha yake. Historia ambayo ilimfanya yeye kufika katika shule ile na kwenda kusajiliwa ili aweze kusoma pale, kuona kama ni ndoto moja ambayo iliyokuwa imekufa na sasa inakwenda kufufuka na inakwenda kutimia. Alivyokuwa anapanda ngazi zile, Kagiso alikuwa anaona kama ni ndoto kubwa sana. Alikuwa anaona kama ni maajabu, alikuwa anaona kama ni muujiza kuingia katika shule ile. Nje tu ya kwamba ndoto yake ilikuwa imezimika, hapo nyuma aliona kama imezima, lakini pia aina ya shule ambayo aliyokuwa ameenda kusoma ilikuwa ni shule kubwa sana ambayo hiyo angalau hakuwahi kuifikiri katika ndoto zake. Na hii ni kutokana na kwamba maisha yake ni maisha ya kawaida kabisa huko anapotoka. Na historia yake jinsi ilivyofanana, asingeweza kusoma katika shule ile. Lakini kwa bahati nzuri tu za Mungu zimemfanya yeye kupata uwezo wa kwenda na kusoma katika shule ile. Kagiso alikuwa anapanda ngazi za shule ile huku akiwa anatoa machozi. Vijana waliendelea kumtazama, wakianza kuongeleshana. Walikuwa wakishangaa jinsi ambavyo wanaona mbona kama analia hivi. Lakini kina dada wale hawa watawa wawili walikuwa wanaendelea kumpa moyo na kuendelea kumsaidia kupanda ngazi taratibu huku akiwa wamemshika, na moja kwa moja walienda mpaka katika ofisi ya headmaster, yani ofisi ya mkuu wa shule ile ya Beauty Zambezi High School. Vijana sasa walianza kuzungumza. Wanafunzi hawa ambao walikuwa wanaonyesha ni wanafunzi ambao wenye tabia fulani za kupenda sana mahusiano yasiyo rasmi. Mmoja wapo akiwa ni kijana ambaye anafahamika kama Pusa. Alianza kutoa maneno pale. Oya, wanangu, huyu dem vipi, mbona analia? We nao hebu tulia bwana. Yule analia, hatujui, sisi wote ndo tunamuona sasa hivi, afu unatuuliza kwamba kwa nini analia. Amna, nimeuliza tu mwanangu kwa sababu sasa sisi tunajua amekuja kusoma, sasa mbona analia tena jamani, afu mrembo kama yule mwanangu. Unajua nimefurahi kuangalia hata jinsi ambavyo machozi yake yalivyokuwa yanatoka. Yaani anatoka vizuri kichizi, yani natamani angekuwa analia hapa kifuani mwangu. Wewe nawe bwana tulia, kwenda zako huko kifuani kwako wapi? Marena umemshindwa, yupo kila saa umemshindwa hapo, kila siku anazugazuga, kazi yenu kuzugazuga, kusoma pamoja, na umeshindwa hata kumtia ni aje, afu unaanza kutuletea nini? Umeshindwa hata kucheza naye polipopo, afu unakuja kutuelekeza nini bwana? Hebu achana na sisi bwana. Yaani wewe ndo zako hizo, yani tatizo wewe unawazaga mapenzi sana. Usiniambie mimi nawaza mapenzi. Mimi nawaza mapenzi kwani wewe hapo ulipokuwa unazungumza kwamba wewe unatamani angekuwa analilia swigi kifuani mwako, wewe kwani ulikuwa unawaza nini? Ulikuwa unawaza maskara na vuli? Hebu Pusu, acha mambo yako bwana. Vijana hawa waliendelea sasa kurushiana maneno na kujadili mambo kadha kuhusiana na binti yule. Sasa mahali ambapo walipokuwa waliona kama ni mbali, mahali ambapo walipokuwa wamekaa chini ya mti, wakiwa wanaendelea kusubiria wenzao ambao nao walikuwa wameenda likizo hizi za mwishoni mwa mwaka. Sasa wakaona kwa ajili ya kuweza kumuona yule binti vizuri, ambaye sasa wakati huo alikuwa tayari ameingia ofisini. Walitoka kwenye umbali ule ambapo walipokuwa wamekaa, na hapo sasa wakisogezana karibu ili waweze kukaa karibu kabisa na mti ambao ulikuwa karibu na reception area, yani eneo lile la mapokezi. Nia na madhumuni ya vijana hawa ilikuwa ni kuweza kumuona Kagiso akiwa katika hali yake, ili waweze kumuona kwa ukaribu zaidi pindi ambapo atakapokuwa anatoka na kuelekea katika maeneo ya malazi. Sasa vijana hawa walipanda wakiwa wameongozana, kijana ambaye aliyekuwa anafahamika kama Puso, Karabelo pamoja na Kagoshi. Walifika na katika mti ule mkubwa ambao ulikuwa kwa karibu kabisa na eneo la smart area, pale katika eneo la reception. Walifika na kukaa pale. Pale ndipo mahali ambapo walipokuwa sasa wamekaa wakiwa wanasubiri rasmi kwamba hapa tunaweza tukamuona vizuri huyu dada. Basi walikaa pale, na hapo sasa wakawa wanaendeleza kupiga stories zingine mbalimbali, lakini nia na madhumuni ikiwa ni kusubiri kwamba Kagiso aweze kutoka ndani. Bwana, muda ulisogea, dakika kadhaa watu wakiwa bado mwanadada Kagiso akiwa yuko ndani kule. Ni dhahiri kwamba sasa hapa usajili wake ulikuwa unakamilishwa. Wakati dakika zilikuwa zinaendelea kusonga mbele, kidogo mwanadada anayefahamika kama Tumi, huyu yeye ni kiranja wa nidhamu katika shule hii
ya Beauty Zambezi High School. Binti huyu bana afahamika kama Tumi, mwanadada nidhamu, alionekana akitoka katika makazi ya ambayo wanadada wanapokuwa wanakaa katika hosteli zao. Na hapo sasa akienda kwa spidi sana kuelekea upande wa ofisi, mahali ambapo alipokuwa ameingia mwanadada Kagosi. Sasa wakati anapita pale, vijana hawa akina Puso walifahamu kabisa kwamba huyu bila shaka atakuwa ameitwa, na ndio maana anaenda kwa spidi ile. Wakati anaenda, binti naye ambaye alikuwa ni mzuri sana, aise pale kijana mmoja kati ya wale ambao waliokuwa wamekaa pale alimuita. Oya, Tumi. Abe, njoo kwanza. Bana nawahi huku bana, na wewe nimeitwa. Njoo bwana, na wewe chapu, nawe vipi? Tumi aliahirisha safari yake ya kwenda moja kwa moja ofisini mahali ambapo alipokuwa ameitwa, na sasa kuwafuata wale vijana watatu wa hovyo, wanafunzi wa hovyo kabisa hawa, akina Puso, mahali ambapo alipokuwa wamekaa. Alipofika pale, Kagoshi akaanza kumwongelesha. Oya Tumi, sikia sasa nikwambie. Vipi kwanza? Poa, oya ongea haraka bana, mimi nataka niwahi. Unajua Dimas sasa kanipigia hapa simu niweze kwenda. Sasa sikiliza nikwambie. Hebu niambie. Naomba sasa utakapoingia, ukimaliza huko uje. Angalia, najua lazima utakuwa umeitwa huko, kuna mtu unayempokea. Nahitaji nijue detail muhimu sana, kama jina lake huyo binti ambaye ni mgeni. Si umemwona? Mimi sijamuona, ila nimeambiwa tu kwamba kuna mgeni ambaye napaswa nimpeleke nikamwonyeshe sehemu ya makazi na kadhalika. Ndio ndivyoambiwa. Sasa sikiliza. Ndio sasa mimi nakwambia sasa. Mimi nimemuona. Yaani sisi wote hapa tumemuona. Sasa mimi nimekuwahi. Naomba ukapate namba yake ya simu. Naomba ukapate na jina lake kamili. Kama kuna data zile za muhimu zile, si unajua, zipate basi, alafu mimi utaniletea. Yaani nyinyi bana, mambo yenu nyinyi. Nyinyi kitu gani bwana? Haya, nimekusikia. Na wewe Karabelo ulikuwa unasemaje? Sasa mimi nitasemaje hapo bana, huyu naye si ushaona amewahi, mimi nitajua mwenyewe anatumia njia gani. Kwa hiyo nyinyi wote mlikuwa mnamtaka huyo? Na wewe Puso? Wewe nawe unamuuliza Puso nawe anaweza Puso kitu gani bwana? Wewe Puso si muoga wa mademu huyo. Wewe uone jinsi ambavyo mademu wanamchezea hapa. Wewe mwenyewe ushauna kaka naye, ushaikumuona akikutongoza? Yeye hana tabia mbaya kama nyinyi. Wewe unafikiri kwamba Puso na yeye Puso tena sasa wewe ndo mtoto mzuri, wewe ndo mtu ambaye mimi kwanza yule angekuwa mdogo wangu ningemkabidhi kwa Puso, sio nyinyi wengine yaani mnapenda kila nguo ya ndani muione. Wewe sikia basi Tumi. Hebu tulia basi, acha mambo yako. Usio kaanza kwenda huko ukaanza kubadilisha mielekeo, unaanza kumpelekea kumtengenezea Puso sio nini. Puso amwache atongoze mwenyewe. Mimi nimekwambia njoo na hizo data muhimu. Jina lake, namba yake ya simu, hakikisha unavipata mapema. Haya. Ngoja niende bana, ngoja niwahi. Poa, wewe nenda tu, mimi shamaliza. Mbona mna issue tena hapo? Haya, basi baadaye. Ngoja niwahi. Binti Tumi bwana alitoka pale mahali ambapo alipokuwa hawa wanafunzi vichaa kweli. Na hapo sasa moja kwa moja akaenda mpaka katika ofisi ya headmaster, mahali ambapo mwanadada Kagiso alikuwa anafanywa registration. Yaani alikuwa anasajiliwa kwa jumla kama mwanafunzi mgeni katika shule ile. Alipofika kule alikaribishwa vizuri, na hapo sasa Kagiso akaanza kutambulishwa. Headmaster ambaye aliyekuwa anaonyesha na yeye kummezea mate sana binti huyu mgeni ambaye aliyekuwa ameingia pale, Kagiso. Aisee, alianza kuongea naye pale, kuwatambulisha pale kana kwamba yani kujikbana, lakini kiukweli ni kwamba yeye mwenyewe ukiwa unamtazama usoni ulikuwa unafahamu kabisa kwamba headmaster naye amedata na binti huyu. Maskini ya Mungu, binti wa watu hajui kitu chochote kuhusiana na mahusiano ya mapenzi. Binti wa watu hata hiyo bahati ya kuja kusoma pale amebahatisha tu. Anawaangalia anavyowatazama wale watawa wa kanisa la Anglikana ni kama anawaona kama miungu hivi, kutokana na jinsi ambavyo walivyomfanyia mpaka yeye kubahatika kufika pale. Lakini bana, wanaume wenye tamaa tayari wameshampigia hesabu nyingi sana. Tumi alianza kupewa maelekezo. Tumi, okay. Kigugumizi kilimshika headmaster pale.
Wale kina dada wale watawa waliangaliana. Ni kama ilikuwa wanapeana ishara kwamba vipi, headmaster namna gani, lakini hawakuongea kitu chochote. Lakini ilikuwa ni dhahiri kwamba headmaster alikuwa amedata na yule binti. Binti Kagiso bwana, yeye alikuwa haelewi chochote. Zaidi sana alikuwa anainama chini. Alikuwa anaangalia kwa aibu, kungatangata kucha kwa sababu alikuwa ni mgeni, hafahamu kitu chochote kuhusiana na mahusiano ya mapenzi. Asante. Sasa na kuelekeza kwamba kwanza ngoja niwatambulishe kwanza. Kagiso huyu ndiye kiongozi wa nidhamu katika shule yetu hii ya Beauty Zambezi High School. Na huyu ndiye sasa atakaye kupeleka katika makazi ambapo mtakapokuwa mnakaa. Nimeona hili nilisimamia moja kwa moja kwa sababu hapa umekuja wewe mwenyewe. Japokuwa wanaohusika na kugawa makazi na kadhalika ni watu wengine walioko chini yangu, lakini kwa sababu umekuja mwenyewe na kwa heshima ya watawa hawa wa kanisa, nimeamua nisimamie hili jambo moja kwa moja. Na hatuwezi kukuacha tu kaondoka, bali tutaongozana mimi pamoja na walezi wako hawa watawa wawili. Tutakwenda nao moja kwa moja mpaka katika makazi ambapo utakuwa umepelekwa na kiongozi wetu wa nidhamu, ambapo utakapokuwa umepelekwa mahali ili na hawa walezi wako wafahamu ni mahali pa namna gani ambapo unapokuwa unakaa. Orientation zingine utaendelea kuzipata na nyingine za kiwanafunzi. Kiongozi wetu wa nidhamu huyu na kiongozi wako wa nidhamu ataendelea kukusimamia. Kiongozi wa nidhamu huyu ni binti mgeni, ni mwanafunzi mgeni. Mpaka sasa hivi tumemaliza usajili wake. Ni mwanafunzi kama wewe, mpokee, muonyeshe sehemu ya kulala, mahali pale katika chumba chako cha ambapo unapokaa. Ndipo mahali ambapo natamani uendelee kukaa na yeye pale kwa ajili ya usalama wake. Nadhani hiyo inatosha sana kwamba umeelewa vizuri kwamba huyu na yeye kwa sasa ni mwanafunzi wa Beauty Zambezi High School. Kitu kingine cha kukukumbusha, hawa hapa ni walezi wake. Ni walezi wake ndio ambao wamekuja naye. Nafikiri unaweza ukatangulia. Sisi tutakuja baada ya muda kidogo, ukamtangulia na yeye aweze kufahamu mahali ambapo atakapolala. Sawa mkuu. Nashukuru headmaster. Karibu sana kwanza rafiki yangu, karibu sana. Mimi kama ulivyosikia nikiwa naitwa Tommy, sijajua. Mimi naitwa Kagiso. Basi nafikiri tutakuwa BFF huko mbele, nategemea hivyo. Karibu sana. Naomba tuende wote. Tuende nikakuonyesha mahali ambapo tutakapokuwa tunakaa. Na uzuri zaidi utakuwa unakaa mimi pamoja. Unakuwa unakaa wewe na mimi. Chumba kizima tutakuwa tuko mimi na wewe tu. Tashukuru sana. Msikilizaji, mwanadada Kagiso bwana alichukuliwa na Tumi. Na hapo sasa wakawa wameongozana akiwa na begi lake dogo ambalo lilikuwa limebeba vitu vyake kadha wa kadha, kwa sababu vitu vingine vingi vilikuwa vinapatikana pale shuleni. Kwa hivyo wakaondoka bana na vitu vyake vichache vile, huku wakati huo Tumi akiwa ameshikilia lile begi, na hapo wakaongozana mpaka katika hostel ambapo ilikuwa ni chumba mahali ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Tumi. Walipofika pale bana alionyeshwa sehemu ya kukaa. Shule hii ina utofauti mkubwa. Hawaishi kama mazingira tu ambavyo unaweza kufikiri tu yale ya shule zingine. Kilikuwa ni chumba kikubwa sana ambapo alipokuwa amepewa nidhamu. Chumba kikubwa, kizuri, kilikuwa na kila kitu, kitanda kikubwa na vitanda vilikuwa viko viwili. Hapo ndipo mahali ambapo sasa mwanadada huyu alikuwa amekabidhiwa sasa na kuonyeshwa mahali ambapo atakapokuwa amelala. Alionyeshwa chumba, alionyeshwa kitanda, kabati lake na kila kitu cha kujitegemea. Alifurahi sana kuiona mazingira yale mwanadada Kagiso. Waliendelea kupiga story kadhaa pale na kuendelea kufahamiana zaidi, huku Tumi akionyesha kuwa mwenyeji na huku akitaka kumchangamsha mwanadada Kagiso ambaye alikuwa anaonyesha kabisa kwamba ni mpole sana kupitiliza. Kagiso, hapa shuleni mimi nikwambie tu kitu muhimu.
Angalia sana wanaume hawa. Kumbuka tu kwamba kilichokuleta hapa ni nini. Sisi wengine tumezoeana nao, tunajua namna tunavyoishi. Ukijichanganya na jinsi ulivyo mrembo, watakumaliza. Watakumaliza na utaendelea na masomo. Tumi baada ya kuongea maneno yale, ilimfanya sasa mwanadada Kagiso kucheka. Alitabasamu na hatimaye alicheka kabisa, huku akimwambia, urembo wapi bwana? Walitabasamu na kucheka wote kwa pamoja, huku Kagiso akiwa anakataa kidogo pale kuhusiana na neno la kuambia kwamba yeye ni mrembo sana. Wakati wanaendelea pale, kidogo maongezi yalisikika, maongezi ambayo yaliokuwa yanatoka kwa nje kuingia ndani. Hawa walikuwa ni wale watoa wawili pamoja na headmaster, ndio ambao walikuwa wameongozana kuja kuangalia katika chumba ambacho mwanadada Kagiso alikuwa amekabidhiwa kwa ajili ya yeye kulala. Walikuja watoa wale na kuingia mpaka ndani. Waliangalia vizuri na kupendezwa kabisa na mazingira yale. Waliendelea kuongea na headmaster akimweleza, tulikuwa hatuna mashaka kabisa na makazi mahali ambapo atakapokuwa analala huyu binti. Lakini ni vizuri ulichokifanya kwa ajili yetu sisi kuja na kuhakiki. Tumepaona kwa kweli mazingira ni mazuri, ni pasafi, panapendeza. Na tunaondoka sasa mioyo yetu ikiwa imefurahi sana na kuamini kwamba binti huyo atakuwa katika sehemu salama kabisa. Kama ambavyo kanisa lilivyotutuma kuhakikisha kwamba anakuwa salama, tunaamini atakuwa salama. Na ndicho kitu ambacho hata mimi nilikuwa natamani sana muweze kuona kwanza, ili mnapoondoka mukawe wa mabalozi wazuri sana wa shule yetu, kwamba shule yetu ina mazingira mazuri, na nyinyi ni watawa mtakapofika kule na kulieleza kanisa, na kanisa likatoa taarifa kama hiyo nzuri kuhusiana na shule yetu, nafikiri tutazidi kuendelea kupata wanafunzi wengi sana misimu inavyokwenda. Ni kweli. Basi bana, sisi tunashukuru. Maongezi yaliendelea pale, na baada ya ukaguzi pale, basi watawa wale walimuaga mwanadada Kagiso na kumweleza kwamba wao wanaondoka, na huku wakimtakia maisha mazuri pale shuleni. Walizidi kumsisitiza kwamba aweze kufahamu ni kitu gani ambacho kilichompeleka pale. Maneno yale yalikuwa yakiendelea kuzunguka katika kichwa cha mwanadada Kagiso. Alikuwa akitamani sana masaa ya masomo yaanze kufika, yafike kwa haraka sana, ili akaonyesha hasira yake ambayo aliyokuwa nayo ya kupata mafanikio shuleni. Kagiso alikuwa anatamani sana aingie darasani, afundishwe na aanze kusoma kwa juhudi kubwa sana, ili aweze kuhakikisha kwamba ndoto zake kubwa sana ambazo alizokuwa anazifikiri anaweza akazifikia. Msikilizaji, baada ya dakika kadhaa, watawa pamoja na headmaster walitoka pale. Wakati wakiwa wanatoka, walikutana na matron ambaye aliyekuwa anasimamia hosteli ile kubwa sana na ya kifahari ambayo ilikuwa iko pale shuleni. Walisalimiana, na hapo sasa headmaster alimtambulisha vizuri yule mwanamama matron ambaye aliyekuwa yuko pale, akamtambulisha kuhusiana na wale watawa, na hivyo wakafahamiana na hatimaye wakatoka na kurudi kupanda kwenye gari ili waweze kurudi kuendelea na shughuli zao. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza kabisa, siku ambayo mwanadada Kagiso alikuwa amekuja pale akiwa na furaha kubwa sana. Lakini upande mwingine mwa vijana hawa wahuni wajinga watupu kabisa kina Puso, aise kwao stories zilikuwa zimebadilika pakubwa. Mahali ambapo walipokuwa wamekaa na kumtazama Kagiso wakati anatoka pale, huku akiwa ameongozana pamoja na mwanadada Tumi, kiranja huyo wa nidhamu, aise macho yao yote alikuwa yanamtazama jinsi ambavyo alivyokuwa ameumbwa vizuri, ameumbika kuanzia juu kwenye kichwa mpaka chini. Na sio siri, alikuwa amesuka msuko mzuri sana kichwani mwake. Ukimtazama ni kana kwamba alikuwa anasoma university, lakini kwa kweli alikuwa sio mwanafunzi wa university, alikuwa ni mtu wa sekondari. Stories zao zikazidi kubaki kumzunguka na kumwelezea mwanadada Kagiso tu, wakiwa hawajui jina lake, shepu lake, jinsi ambavyo lilivyokuwa. Ilikuwa ni kitu ambacho kinajadiliwa sana na wanaume hawa, wanafunzi ambao ukweli ni wanafunzi ambao walikuwa na tabia ya kupenda sana kuingiza kwenye mahusiano ya hovyo hovyo. Oya, mimi nakuhakikishia hii hapa tumalizi mwezi, ikizidi sana mwezi nishapiga. Sikiliza ngwambie, wewe kama unaamini utapiga kabla yangu, mimi nataka mwezi mwingi.
Itoto imekaa imesimama, lakini mimi nakwambia nitapiga kabla yako. Oya, mimi najiamini mwenyewe. Unajua mimi mademu wananikubali. Wewe mwenyewe unaona. Ukumbuki kwa Esther ndicho kufanya. Tulibishana hivi, lakini mimi nikifika kinitazama tu meno yangu haya. Yaani tayari watoto wa kike wenyewe wananata yani. Yaani wenyewe wakitazama wanakubali. Mimi unakumbuka hata Esther sikuwahi kumtongoza Esther. Yaani ilikuwa tu ni ghafla bin vuye mwenyewe mtoto akanielewa yani. Sasa sikia nikwambie. Wewe unasema sui nini? Wewe utaona mwanangu. Wewe utaona. Mimi nakwambia wewe unasema mwezi. Mimi nakwambia ndani ya wiki moja au mbili huyu mtoto nshalaza. Pamoja na kumuona kabisa kanaonesha bado kageni. Kanaonesha kashamba fulani hivi. Lakini aka ndo kazuri. Najua katakuwa kasumbufu, lakini katajia mimi najua katanikubali. Huu mwili ninavyofanya mazoezi siyafanyi tu kila siku kujitesa yani. Huu mwili na kwa ajili ya kuwavutia mademu, na ndio maana unaona kifua kikali nini. Unaona jinsi ambavyo nimekaa. Yaani demu mwenyewe akitazama tu ananata yani. Unaona? Wewe fresh lakini. Fresh. Ngoja tuone. Lakini sasa usije akaanza kuninunia kama ulivyoanza kuninunia kipindi nilipotangulia kumpiga. Esther alikuja, kuna mtu alikuja na mbwembwe nyingi sana hapa kama Esther. Esther si alikuja hivi vichuchu didi kila kitu, lakini kiko wapi? Mbona mapema sana mimi nilitangulia na tulibishana hivi. Msikilizaji, maongezi ya vijana hawa Kagoshi pamoja na Karabeli yalikuwa ni maongezi sana ambayo walikuwa wanawaza kuhusiana na kulala tu na mwanadada binti huyu Kagoshi ambaye ndo ameingia pale shuleni. Kwa upande wa Puso, yeye alikuwa amekaa kimya. Puso alikuwa ni kama mtazamaji tu wa jinsi ambavyo maneno yanavyoongelewa. Sasa wakati wanaendelea kuongea, jamaa mmoja pale akaja. Akasikiliza, akamwambia, "Ni nyinyi washikaji, mbona hamui kama Puso? Mnaweza mkaongea hivi afu Puso ametulia. Puso unajua anawakanyaga hawa mademu hapa kimya sana." Ase, jamaa yule alipoongea vile, Karabelo pamoja na Kagoshi wakaanza sasa kupiga kelele pale. Wakionyesha kumpuuza sana Puso. Apige wapi huyu bwana, huyu naye huyu yuko kimya kanyamaza tu. Yaani anakaa eti mwaka mzima eti amepiga mwanamke mmoja tu, utamhesabu huyo. Wewe kwa wiki unapiga 4 5. Sasa utamhesabu huyo. Huyo hata hatuwezi kuweka ligi. Waya washikaji, mimi nawaambia, mnaweza mkaongea hivi, lakini Puso aisee anaweza akawahi kumnasa yule demo aisee. Yaani Puso ndo anaweza akaanza kupiga yule demo kabla yenu nyinyi wote. Wewe unaongea nini bwana? Wewe unaongea kitu gani bwana? Wewe unaongea nini bwana? Hebu tulia zako huko bwana. Wewe tulia sasa. Kwanza wewe ngoja sasa uone, kwa sababu mimi naletwa namba hapa sasa hivi. Unaletwa namba na nani wewe bwana? Hebu wewe ngoja uone. Ngoja tu, mimi nishamuelekeza. Tumi huyo wa nidhamu. Sasa Tumi gani? Si ndo ameenda naye huko hapo, wameelekea pale kule nani hostel. Sasa hawa walikuwa wamekuja naye, sasa wamepanda gari wameondoka. Sasa usubiri Tumi, si anatoka hapo sasa hivi. Na alichelewa kutoka, sinampigia simu. Anakuja hapa na namba za ule demo. Afu mimi nitakuonyesha. Na sasa mimi nilivyo, nataka hizi namba sasa mimi nataka nizigawe kwenu nyinyi wote, nikizipewa mimi nawapa wote nyinyi. Mshasikia wote. Alafu kila mmoja atumie mistari yake, asije akasema sikuwa na namba. Tuanze leo wote, afu tuone nani ambaye atakanyaga zaidi. Mapema nani ambaye atampiga yule atatoka na ule demo kabla. Maongezi mengi yalikuwa yanazungumzwa pale kwa vijana hawa. Tamaa zilikuwa zimewajaa sana. Vijana walikuwa wanawaza ni namna gani ambapo wanaweza kumnasa binti Kagiso. Macho yao, fikra zao walikuwa wakiwaza sana kuhusiana na kumpata binti mrembo huyo, bila kujua ni nini ambacho kiko nyuma ya pazia. Dakika kadhaa zilipita na mwanamdada Tumi alikuwa bado hajatoka kabisa kule hostel. Wakati akina Puso, Karabelo wakiwa wanasubiri pale sana ili Tumi aweze kupita pale na waweze kumuomba sasa aweze kuwaletea zile namba ambazo walizokuwa wameomba mwanzoni. Lakini Tumi yeye alikuwa ametumia muda mrefu sana kukaa kule hostel, mahali ambapo alipokuwa amekaa yeye pamoja na mwanadada huyo. Muda ulizidi kwenda, na hapo sasa Kagoshi pamoja na Karabelo walianza sasa kuona kama mbona muda unazidi kwenda. Alitoa simu yake na kupanda hewani. Haraka sana alikuwa anampigia mwanadada huyo Tumi. Oya Tumi. Abe. Mambo vipi sasa nawe?
Ina maana ndo hautoki huko tena au? Afu nilikuwa nimesahau. Nilikuwa umesahau nini sasa? Asi ulichoniambia. Subiri basi huko nakuja, napita huko sasa hivi. Naenda maabara kule, napitia hapo. Aya, fanya hivyo basi. Uko naye hapo? Ngoja nakuja huko tutaongea. Simu ilikatwa pale. Na hapo sasa Tumi alitoka. Baada ya dakika kadhaa alifika mahali ambapo walipokuwa wamekaa kina Kagoshi, Karabelo pamoja na Puso. Alikuwa ameongezeka kijana mwingine mmoja pale. Huyu naye ni mwanafunzi. Walikuja pale, alipofika pale mwanadada Tumi sasa alikuwa anapokelewa kwa nguvu sana pale. Kila mtu alikuwa anataka namba ya yule binti, mwanadada Kagoshi. Kila mtu alikuwa anataka namba zake. Sasa mpaka kufikia pale Tumi akajiuliza, kwa nini wote mnataka namba za binti wa watu? Alafu hotifu likatokea la kutokea. Mtasema namba mmezitoa kwa nani? Itakuja kuonekana kwamba mimi kiranja nidhamu ndio mimi nagawa namba za watoto wa kike kwa watu wa kiume. Huoni kama mtakuwa mnaniharibia CV yangu? Hebu sikiliza bwana na prefect. Discipline, hebu tulia basi. Discipline, tulia. We nipe hizo namba mimi. Kwani ile kuagiza nani? Haya poa. Mimi nakupa wewe. Hao wengine watajua wenyewe. We nipe. Tumi alitoa namba za Kagiso. Akampatia kijana Karabelo. Karabelo alipochukua zile namba, alisubiri pale na wakati sasa Tumi alipoondoka pale. Karabelo pale alianza sasa kuongea. Sasa sikilizeni nyinyi. Niliwaambia kila mtu anayetaka hii namba lazima nimpe. Na kila mmoja atajua anatongoza kwa wakati gani, na kila mmoja atajua kwamba anampata saa ngapi. Lakini mimi nimewaambia mimi ndo nitakuwa wa kwanza kupiga. Wewe si unasemaga hivyo. Leta hizo namba. Kagoshi aliitikia pale. Wakati huo Puso aliendelea kukaa kimya. Walipeana namba pale. Na hapo sasa kila mmoja alitaka wa kwanza kuweza kuwasiliana na Kagiso. Ukimya ulizidi kuendelea pale kwa sababu hata walipotuma message kwa upande wa Kagiso ulikuwa ni kimya. Kagiso alikuwa hajajibu message ya mtu yeyote na wala kupokea simu ya mtu yeyote yule. Dakika zilizidi kwenda, wanafunzi wengi sana walikuwa wanaendelea kumiminika pale shuleni. Walikuwa wanarudi baada ya kutoka kwenye sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Likizo ndefu ile ambayo iliyokuwa imesherehekewa vizuri, watu wakiwa na raha sana, ilikuwa imekwisha. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kutaka kuonana na mwenzake. Akina Kagoshi na wengine wengi walikuwa wanafurahi pindi ambapo magari yalikuwa yanakuja yanapishana pale shuleni. Haya yakiwa yanaleta wanafunzi hawa yakiondoka na mengine huku magari private, magari mengi sana yalikuwa yanapishana pale na watu walikuwa wakikumbatiana na kufurahi sana. Ni ukweli kwamba wiki ile ilikuwa ni ya mapokezi tu. Wiki hii ya kufungua shule ilikuwa ni ya mapokezi na watu kufurahi, kila mtu akifurahi rafiki yake pindi ambapo alipokuwa anarudi. Dakika zilisonga na hatimaye usiku uliingia. Usiku ulikuwa ni muda ambapo hata kama hujaonana na mtu basi kuna wakati ilibidi muonane kwa sababu kulikuwa na holi la chakula, mahali ambapo mlikuwa mnapaswa kukaa pamoja na kulia chakula. Pamoja na uhuru mkubwa sana ambao uliokuwa katika shule hii ya Beauty Zambezi High School, lakini kuna mambo yale ya msingi sana kama wanafunzi kama jumuiya yalikuwa yanazingatiwa kwa sheria kali sana. Mfano ni swala zima la watu kula pamoja. Uongozi wa shule ulitambua sana kwamba watu wanapokaa katika holi moja na kula kwa pamoja inaongeza ule ukaribu na watu kusaidiana, kufahamiana na mambo mengine kama yale. Inaongeza ujamaa katika shule. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima masaa ya kula muweze kwenda pale kwenye hall, mkae kwa pamoja na mule kwa pamoja huku mkiwa mnazungumza na kujadili mambo mengi. Sasa mida ile ya jioni ilipofika, ndio mida ambapo sasa wanafunzi wote ambao walikuwa tayari wamekwisha kuripoti siku ile walikuwa wanakaa pale katika holi lile ili waweze kula. Mtu wa karibu zaidi wa mwanadada Kagiso alikuwa ni Tumi. Tumi akiwa hapa na Kagiso alikuwa hapa. Walichukua vyakula vyao ambavyo kwa kweli ilikuwa shule hii watu walikuwa wanakula kana kwamba wako bungeni vile. Vyakula vizuri sana vya kila aina, samaki wakali wakubwa sana, samaki wazuri na maarufu sana ambao waliokuwa wanavuliwa katika mto unaofahamika kama Chobe River. Huu ni mto maarufu sana unaopatikana katika wilaya ya Chobe
nchini Botswana. Samaki hao wazuri sana walikuwa wametapakaa sana, walikuwa wanapatikana kwa wingi sana katika Beauty Zambezi High School. Walikuwa wamepikwa katika shule hii maarufu sana na shule nzuri sana ya kifahari. Lakini zaidi ya hapo, vyakula vingine na vitoweo vizuri vilikuwa vinapatikana, vilikuwa vinapikwa pale katika shule ile. Shule ile ilikuwa inapata pia nyama kutoka kwa wanyamapori ambao waliokuwa wanawindwa huku katika mbuga maarufu sana, hifadhi ya wanyama maarufu sana nchini Botswana inayofahamika kama Chobe National Park. Wawindaji walipokuwa wanatoka katika hifadhi hii ya wanyama Chobe National Park, ni lazima sana shule ilikuwa inapata wanyama wa kutosha sana na ilikuwa inapata kitoweo kizuri sana katika shule ile. Jambo hilo lilifanya shule ile izidi kuheshimika sana kwa kupata vyakula vizuri sana, na wanafunzi wa pale walikuwa wanakula kama wabunge vile. Vyakula viligawiwa pale. Wanafunzi wakawa wamefurahia sana. Wakawa wamekaa katika maeneo mbalimbali ndani ya bwalo lile la chakula. Wakawa wanakula huku wakiwa wamefurahi sana. Wakati huo mwanadada Tumi akiwa yuko karibu na Kagiso, aisee, watu ambao waliokuwa wako karibu zaidi muda huo alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anafahamika kama Karabelo, lakini na Kagoshi alikuwa yuko jirani. Muda huo japokuwa kampani yao ilikuwa alikuwa anaongezeka mtu mwingine anayefahamika kama Puso, lakini kwa sababu Puso alikuwa anafahamu kabisa kitu gani ambacho kilimewafanya wale waweze kusogea karibu na mwanadada Tumi, wakifahamu kabisa kwamba walikuwa wanamtaka mwanadada Kagiso, basi Puso yeye alienda kukaa sehemu nyingine, na Puso hakuwa karibu kabisa na wenzake wale akina Karabelo na Kagoshi ambao wote walikuwa wamejisogeza karibu na Tumi ambaye alikuwa yuko karibu na mwanadada Kagoshi. Walianza kula chakula pale na kila mmoja akiwa anapiga story mbalimbali za kuonyesha jinsi alivyo mbabe. Kila mmoja alikuwa anaongea story mbalimbali ambazo zilizokuwa zinaaminika kwamba huenda zingemvutia mwanadada Kagoshi. Kila mmoja alikuwa anaeleza jinsi ambavyo alivyokuwa na uwezo katika kucheza mpira, mtu alivyokuwa na uwezo katika kucheza ngumi na kadhalika na kadhalika. Hayo yote walikuwa yakiongea wakitegemea kabisa kwamba yanaweza yakamvutia mwanadada mrembo huyu Kagiso na kumfanya aweze kumpenda zaidi. Kwa upande wa Tumi, mwanadada huyu kiongozi wa nidhamu alikuwa anafahamu kabisa maongezi yote yale ambayo akina Karabelo alikuwa anazungumza pale. Ilikuwa ni kama mtatu au limbo ambao ulikuwa umelengwa kwa ajili ya kumnasa mwanadada mrembo huyu mgeni katika shule hii anayefahamika kama Kagiso. Stories zilizidi kwenda na kila mmoja hakutaka kuongea moja kwa moja kama anamhitaji yule binti. Stories ziliendelea na meza ilikuwa inazidi kuchangamka pale, na huku Tumi akiwa anaendelea kuangalia kwa jicho special sana, akiangalia kwamba ni nani ataanza kutupia mistari kwa mbinti huyu. Aisee, walikula mpaka kumaliza, kila mmoja akiwa anapiga story tu, lakini hakuna aliyethubutu kuanza kutupia mistari kwa mrembo huyu ambaye alikuwa amesimamisha damu za kila mwanaume pale shuleni. Dakika zilizidi kwenda na hatimaye walimaliza kula. Walimuona kabisa mrembo Kagiso akitoka pamoja na Tumi. Walikuwa sasa wanaelekea katika sehemu ya kupumzika baada ya kula. Ilikuwa ni sehemu ya nje kidogo, sehemu ambapo walikuwa wanapumzika kabla ya kurudi katika hosteli zao ili waweze kwenda kulala. Akili za kijana Karabelo pamoja na Kagoshi bado zilikuwa zinasumbuka sana ni jinsi gani wanaweza kumnasa binti huyu, kwa sababu kwenye upande wa message amekuwa hazijibu kabisa. Walizidi kuendelea kummezea mate. Lakini si wao tu. Kila aliyotazama Kagoshi, aisee, alikuwa anampenda sana. Kila mwanaume aliyekuwa anamtazama Kagiso alikuwa anavutiwa sana. Kagiso alikuwa ni mrembo kweli kweli. Jinsi ambavyo alivyokuwa amejiweka, alikuwa anavutia kutokana na umbo lake zuri na sura nzuri ambayo ilikuwa ni ya kuvutia sana. Sasa bwana, Waswahili kama ambavyo wanasemaga bwana, mwenye kisu kikali ndiye ambaye atakayekula nyama. Aisee, siku ile ilipita. Na hatimaye sasa ikafika mpaka asubuhi, siku ya pili yake, siku ya pili baada ya mrembo Kagiso kuingia pale shuleni pale. Aisee, asubuhi na mapema sana, headmaster wa shule ile alienda moja kwa moja mpaka hostel, mahali ambapo alikuwa hata yeye haruhusiwi moja kwa moja kuingia. Lakini alienda mpaka nje ya hostel na kuongea pale, akianza kumwelekeza binti yule Tumi kwamba aweze kumuita Kagiso aweze kutoka. Tumi hakuwa na hiana. Aliingia ndani na kumweleza kwamba Kagiso anaitwa na headmaster. Sasa Tumi alianza kujiuliza, kwa nini headmaster hajampigia simu moja kwa moja?
ilhali ana namba zake. Na kwa nini pia kama alikuwa anataka aweze kumwagiza Tumi, kwa nini headmaster kumpigia simu Tumi ili aweze kumwambia Kagiso kwamba anahitajika ofisini? Hayo yote pamoja na kuyafikiri, lakini aliyapotezea. Tumi kiranja nidhamu, ambaye alikuwa anakaa chumba kimoja pamoja na Kagiso, alienda na kumstua Kagiso. Kagiso alitoka, na alipofika nje alimuona headmaster aliyekuwa amesimama. Shikamoo mkuu. Marhaba, twende ofisini. Nina shida na wewe. Okay. Basi nimalize basi kujiandaa kabisa ili nije moja kwa moja. Hapana, wewe twende tu hivi. Twende hivi, unarudi. Ni swala dogo tu pale katika registration, kuna sehemu ulikosea nani zile, nataka uzirekebishe alafu unarudi. Okay, sawa. Kwa sababu ilikuwa ni asubuhi sana, mwanadada Kagiso bado alikuwa hajajiandaa kwa kitu chochote kile. Alikuwa tu ndipo amemaliza kuoga. Hata mavazi ambayo aliyokuwa ameyavaa ni mavazi ambayo aliyokuwa yanaonyesha kwamba ni mtu anakwenda kuyabadilisha muda wote. Basi moja kwa moja walienda mpaka katika ofisi ya headmaster. Alikuwa ametangulia na mwanadada Kagiso alikuwa amekuja nyuma. Waliingia moja kwa moja, wakafika mpaka pale ndani. Blouse yake ambayo fupi ilikuwa haijashuka, ilikuwa imeacha sehemu ya tumbo kidogo. Sketi ambayo aliyokuwa ameivaa ni sketi nyepesi ambayo aliyokuwa ameivaa tu baada ya kwenda bafuni. Ilikuwa inazidi kufanya muonekano wa mwanadada huyu na maungo yake jinsi ambavyo alivyokuwa yanapendeza yazidi kumvutia headmaster huyu. Headmaster bana, baada ya kufika pale ndani, alionyesha kabisa kwamba alikuwa hana issue kubwa sana. Alianza sasa kuingiwa na kigugumizi na kushindwa kuongea moja kwa moja kwamba ni kitu gani alikuwa amemuitia pale. Zaidi sana akamweleza kaa hapo. Kagiso hakuwa na hiana, alikaa. Kifuani mwake kulikuwa kumenyanyuka vizuri sana. Binti huyu ambaye bado hafahamu kitu chochote, alikuwa pia bado ameguswa na umajimaji ile baada ya kutoka kuoga. Akakaa pale, akawa amemtazama headmaster. Ilikuwa ni mapema sana asubuhi, saa 12. Naomba nijaze haraka ili niende nikajiandae. Hakuna shida. Hakuna shida hiyo. Vipi lakini? Nyumbani wazima? Mwanadada Kagiso kwanza alianza kupatwa na mshangao kwamba inawezekanaje headmaster aje mapema sana asubuhi ile, alafu aje kumpeleka ofisini, alafu aanze kumuuliza habari za nyumbani. Salama mkuu, naomba nijaze niende. Hapakuwa na kitu chochote ambacho kiukweli Kagiso alikuwa amekikosea, lakini mkuu wa shule alianza kusogea karibu na yeye na kwanza kumgusagusa katika mbavu. Mikono ya mkuu wa shule ilienda moja kwa moja. Headmaster kana anaipeleka mikono yake na kwanza kugusa kifuani, mahali ambapo kulipokuwa na dodo ambazo zilizokuwa zimetulia vizuri sana za mrembo huyu. Sasa mrembo huyu alikuwa anaona aibu kwa sababu alikuwa hayo si mambo yake kabisa. Alikuwa hamfahamu mwanaume kabisa na hajawahi kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Na zaidi sana alivyokuwa anamtazama headmaster yule, alikuwa anamheshimu kama baba kwa sababu umri wake ni kama baba yake hivi. Japokuwa ni kweli headmaster alikuwa umri wake haujaenda sana, lakini alikuwa ni ana uwezo wa kumzaa kabisa Kagiso. Alianza kuogopa pale sasa Kagiso akaona ni jambo gani hili ambalo headmaster anafanya? Headmaster, samahani bana, acha kunifanyia hivi. Acha mimi naomba nijaze hiyo sehemu unasema nimekosea niondoke. Nimekuita, nahitaji tuzungumze kidogo. Si umeniambia kwamba kuna sehemu nimekosea napaswa nirekebishe? Hiyo sio shida. Tutarekebisha tu, lakini hebu naomba nilikuwa nataka niongee nawe kitu kidogo tu. Alafu utaendelea na kazi zako nyingine. Sidhani kwamba nafikiri utaniruhusu kuongea na wewe. Sawa. Katika hali ya mashaka sana, Kagiso alikubali kwa sababu asingekuwa na uwezo wa kukataa kwa sababu yule anayezungumza pale alikuwa ni headmaster. Kagiso alikaa katika hali ya uoga huku akishindwa kutazama macho ya headmaster moja kwa moja. Akawa sasa anamtazama huku akiwa anapeleka macho yake chini. Kama unavyojua bwana, binti ambaye bado hajaanza mambo ya ukubwa kabisa. Akainamisha kichwa chake chini na kumtazama headmaster kwa uoga. Headmaster pale sasa akaanza kumwelekeza.
Uh, najua wewe ni rafiki yangu mwema sana. Nimeipata historia yako kutoka kwa walezi wako ambao waliokuleta hapa. Wamenipa historia yako. Kiukweli imenigusa sana. Imenigusa sana historia yako na historia ya familia yako kwa ujumla mpaka wewe kufika hapa. Sasa nimetamani zaidi kama ungeweza kuwa, yani ningeweza kukufanya uwe karibu zaidi na mimi. Lakini pia vile vile ningeomba uweze kukubali uweze kuwa karibu na mimi. Yani ninapokuwa na kusogeza karibu na mimi, basi usiende mbali na wewe usogee ukubali kuwa karibu na mimi. Sijakuelewa lakini hujanielewa upande gani, Kagiso? Sijaelewa unamaanisha yani. Okay, usipate shida sana. Namaanisha kwamba kama ambavyo nafahamu kwamba una matatizo kadha kwa nyumbani. Nimekuambia kwamba tayari nimekwisha kueleza. Natamani mimi niwe mlezi wako hapa shuleni. Lakini uwe karibu zaidi, niwe na uwezo wa kuongea na wewe muda wowote kwa njia ya simu. Uzuri shule yetu ni shule ya kisasa ambayo tunaweza kuzungumza kwa njia ya simu, tukatumia WhatsApp na kadhalika na nyenzo zote za mawasiliano hapa shuleni. Kwa hivyo uwe karibu na mimi zaidi. Natamani uwe rafiki yangu ambaye tunaongea kila wakati, mara kwa mara. Nafikiri moyo wangu utafarijika sana kwa sababu hata hivyo ni binti mzuri sana. Sawa. Hamna shida mkuu. Okay, sawa. Ukiwa na shida yoyote usiache kuniambia. Japokuwa nafahamu kabisa kwamba watu wako ambao wanakusimamia wanakupa kila kitu, lakini usiwe na shida. Wewe kama binadamu unaweza kuwa na shida za hapa na pale, usipate shida kuniambia. Headmaster aliongea maneno yale. Kwa upande wa binti huyu bwana Kagiso, ni kama alikuwa anaelewa kama haelewi hivi, kutokana na kwamba alikuwa bado hajaanza michezo ya watu wazima. Kwa hivyo alikuwa ni anaelewa kama yani alikuwa anachukulia kwamba pengine anachoambiwa ni kitu positive tu. Yule atasimama kama mzazi, kama rafiki tu, yani mzazi rafiki. Lakini pia kwa sehemu nyingine ni kama alikuwa anaogopa kutokana na jinsi ambavyo Headmaster alivyokuwa amejaribu kumgusa. Alikubali. Na hatimaye pale sasa Kagiso akamwambia Headmaster, naomba mimi nitoke. Naomba niende. Kuna shida. Ngoja nikusindikize, nikutoe tambo. Headmaster alitoka kwenye kiti ambacho alichokuwa amekaa zaidi mahali ambapo Kagiso alipokuwa. Binti Kagiso mahali ambapo alipokuwa amekaa, na hatimaye akamshika mkono na kumwambia anyanyuke. Katika kunyanyuka kwake, Headmaster alishusha mkono wake moja kwa moja na kupeleka mpaka kwenye kiuno chake, huku sasa akitaka wakumbatiane. Akaushika mkono wa Kagiso na kupeleka kwenye bega lake, na huku mzee huyu akipeleka mkono wake katika kiuno na kutaka kuanza kutembea, eti watoke nje wakiwa wamekumbatiana kama mtu na mpenzi wake. Wakiwa wanatembea umbali huu wa kutoka pale kwenye ile meza kuelekea mpaka mahali mlango ulipokuwa, Headmaster akiamini kabisa kwamba akifika pale tayari atamwachia binti huyu. Wakati wakiwa wanaendelea kutembea pale, wakiwa hajafika kwenye ule mlango, binti aliingia pale. Binti huyu Tumi, mwanadada huyu kiranja wa nidhamu. Alipoingia tu pale mlangoni, moja kwa moja akatazama, akamuona Headmaster jinsi ambavyo alivyokuwa ameshikana pamoja na mrembo huyu wakiwa wanatembea kuelekea nje. I say, Tumi alishangaa sana, lakini aliingiwa na aibu alipoona vile. Alinamisha kichwa chake chini na moja kwa moja akaelekea moja kwa moja pembeni mahali ambapo kulipokuwa na meza katika ofisi ile ya Headmaster, na kujifanya kwamba kuna vitu anavichukua pale ili aweze kutoka. Kiranja huyu wa nidhamu alimfanya sasa Headmaster kuachiana na yule binti Kagiso haraka sana. Lakini ni kama alikuwa na jambo lake kichwani tayari ameshalinasa. Headmaster alianza sasa kupapatika pale na kuanza kuongea maneno ambayo hayafiki mwisho. Tumi, umekuja nani? Okay. Huyu mwenzako naye huyu anapaswa pime uzito, sababu nilikuwa namtazama hivi nikasema nimshike
nijaribu kumnyanyua kwa mkono mmoja, naona kama nikimnyanyua anapanda, inawezekana sije akawa na maradhi ya namna kwa ndani. Anaweza akawa na maradhi ya ndani kwa ndani. Naona kama anaonekana kama mnene kidogo, lakini ni mwepesi fulani hivi. Nimejaribu kumnyanyua kwa mkono mmoja, anafaa. Nafikiri ukitoka hapa umpeleke moja kwa moja mpaka kwenye zahanati ya shule pale, ili aweze pime uzito hayo. Aliongea maneno hayo headmaster akitaka kumzuga mwanadada Tumi huyu kiranja wa nidhamu, ili asiweze kufahamu kabisa ni nini ambacho kilichokuwa kinaendelea. Sasa kwa upande wa Tumi, kwa sababu alikuwa ameona aibu kumuona headmaster akiwa amemkumbatia mwanadada huyu mrembo kabisa, aise Tumi ilibidi akubali ili kuficha aibu ya headmaster. Sawa, hamna shida. Usiache. Si unajua huyu ni rafiki yako na afya yake ni muhimu zaidi. Ndiyo, hamna shida. Okay. Kagiso, utaenda na mwenzako mwende ukapime uzito kule uangalie, kwa sababu si jambo la kawaida najaribu kukunyanyua kwa mkono mmoja alafu unaona unanyanyuka nilipaswa nipate shida angalau kunyanyua. Sasa uende ukapime ili uweze kuangaliwa mambo kadha tuhakikishe usalama wa afya yako. Sawa, aliitikia mrembo Kagiso. Na pale sasa headmaster alijikuta akitembea, anaingia ndani na kutoka, anashika na hama kutoka meza hii kwenda huku, kuzuga tu huku na kule. Amechanganyikiwa sana kutokana na jinsi ambavyo alivyoonekana vile. Sasa baada ya kuona kwamba binti huyu amekausha vizuri sana na Tumi amenyamaza na kuonyesha yani kupoteza ile hali, headmaster akaanza kujiaminisha kwamba lile jambo halijafahamika kwa namna yoyote ile, yani Tumi ni kama hakumuona pengine. Headmaster alirudi kwenye kiti chake akakaa. Walitoka pale mwanadada Kagiso pamoja na huyu Tumi, huyu kiongozi mkuu wa nidhamu, na moja kwa moja kweli walienda mpaka katika zahanati ya shule ambayo ilikuwa iko ndani ya shule. Wakaenda pale, walipima tu uzito na kitu kilichoonekana ni kwamba uzito ambao walionao ni sahihi kabisa. Kwa upande wa Tumi hakushangaa, kwa sababu alijua kabisa kwamba habari ya kwenda kupima uzito ilikuwa ni kwa sababu tu headmaster alikuwa anataka kupoteza ile aibu ambayo alikuwa ameingia. Basi kweli wakaenda bana, wakapima uzito, akaonekana bana ni salama. Akarudi. Nia na madhumuni ya kiranja wa nidhamu huyu Tumi kwenda kule ilikuwa ni kuhakikisha tu kwamba atakapoulizwa kwamba mlishapima aseme ndio. Basi bana walirudi na hatimaye walienda moja kwa moja mpaka hosteli. Ilikuwa ni muda sasa ya maandalizi hapa na pale kuweza kuingia darasani. Japokuwa ilikuwa ni wiki ambayo ilikuwa haitegemewi kabisa kuwa na masomo, lakini walitegemewa wakae katika hali ya uniform ili hata ikitokea kipita mkaguzi wakutu katika hali ya utulivu kabisa na hali ya kama wanafunzi ambao tayari wamesharipoti. Ilikuwa ni utaratibu kabisa kwamba masaa yote ya masomo waweze kukaa wavae uniform, lakini wakishamaliza wanaweza kukaa jinsi ambavyo wanaweza wakakaa. Walijiandaa vizuri kuvaa na moja kwa moja walielekea katika madarasa yao. Sasa kwa sababu binti huyu Kagiso alikuwa hasomi darasa moja pamoja na mwanadada huyu Tumi, walitawanyika, kila mmoja akashika njia yake, Kagiso akielekea kwenye darasa lake ambalo walilokuwa wameonyeshwa, na wakati huo Tumi akienda katika darasa lake lingine. Msikilizaji, mambo yalikuwa yanazidi kubadilika sana. Kichwani mwa mrembo Tumi alikuwa amegundua jambo ambalo alifahamu kwamba hili jambo ni hatari. Kichwani mwake alikuwa anazidi kujiuliza, ninawezaje kumuokoa Kagiso dhidi ya mikono ya headmaster? Alijiuliza sana, lakini hakupata majibu. Kichwani mwake aliendelea kufikiri, hivi inawezekana vipi? Na kwa nini wanaume wanakuwa watu wa hovyo namna hii? Kule kwa kina Karabelo, wanafunzi wenzetu tayari wamemtamani sana dada wa watu ambaye ndo ameingia shuleni hana hata siku ngapi, tayari wamemtamani na kila mmoja anahitaji kulala naye. Yule mtu ambaye alipaswa mlinde kwa usalama wake, tena na yeye huyu anataka tena walale naye. Sasa ni wapi ambapo naweza kumuokoa huyu? Akikaa kwa wanafunzi ataharibika, akienda kwa walimu ataharibika. Nawezaje kumuokoa? Maswali mengi yalikuwa yamejaa katika kichwa cha mwanadada huyu. Tumi aliwaza sana ni namna gani anaweza kumuokoa.
Kichwani mwake alifikiri, lakini hakupata majibu. Masaa yalienda na hatimaye ukafika muda wa mchana. Muda wa mchana ule ulipofika, ilikuwa ni muda wa kwenda sasa kula pale pale katika holi la chakula. Wanafunzi wengi ama wote walikuwa wameenda wamekusanyika pale kwa ajili ya chakula. Hapa napo mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Kwa upande wa mwanadada huyu mrembo Kagiso, mambo yalikuwa ni tofauti. Vijana wapatao 4, wengine tofauti kabisa na wale wa mwanzo, walikuwa kila mmoja anamtazama yule binti ili aweze kutoka naye. Wengine walikuja moja kwa moja na kumwomba namba za simu, na wengine walikuwa wakimueleza hadharani kwamba wewe mrembo na kuhitaji. Wengi walijitosa pale ili waweze kukubaliwa, waweze kuingia katika mahusiano ya mapenzi na mrembo huyu. Lakini kila walipouliza, Kagiso alizidi kueleza, mimi sijui mambo hayo. Sijui kabisa. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Ni dhahiri kabisa kwamba nimekupenda sana. Na naamini kabisa hakuna mwanaume mwingine ambaye anaweza kukupenda kama mimi ambavyo ninavyokupenda. Naamini kabisa mrembo Kagiso umeumbwa kwa ajili yangu. Naomba tuingie katika mahusiano ya kimapenzi. Sijui ngojibuje, lakini nimekwambia kwamba sifahamu hayo mambo. Na kwa nilivyokuja mimi hapa shuleni, sitegemei kabisa kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Nimekuja kwa nia moja tu, kutimiza ndoto zangu. Ningeweza kukupa namba yangu kwa ajili ya stories hapa na pale pengine, lakini kwa jinsi ambavyo tayari umeshanieleza, siwezi kukupa namba yangu tena. Hilo jambo la kwanza. Na nikwambia tu kwamba siko tayari kabisa kuingia katika mahusiano ya mapenzi, na naomba unielewe hivyo. Naomba unisikilize Kagiso. Elewa kwamba na mimi nina hisia. Moyo wangu umezimia kwako kabisa Kagiso. Wewe ni mgeni, lakini nilivyokuona tu nimekuona ukiingia na kuwa mwenyeji katika moyo wangu. Wewe kama mtoto wa kike, naomba uweze kunielewa. Uweze kukaa na kufikiri ni jinsi gani unazinyanyasa hisia zangu. Kama unaamini katika hisia, inabidi pia uelewe katika hisia zangu pia vile vile kwamba na mimi nina hisia ambazo zinazoniambia kwamba sipaswi kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Na nashangaa sana nimepata uwezo wa kuongea na wewe kwa kipindi kirefu hivi kuhusiana na hayo mambo. Sitaki kuingia katika mahusiano. Bye bye. Wakiwa wako pale ndani ya bwalo lile, bweni lile, holi lile la chakula. Haraka sana mwanadada alipojibu majibu yale, Kagiso alitoka na kumwacha kijana yule ambaye aliyekuwa amejitosa moja kwa moja na kuanza kumtongoza mrembo pale ndani. Kagiso alitoka pale na moja kwa moja alikuwa akielekea upande ambapo ilipokuwa iko hostel. Kila mwanaume ambaye aliyekuwa anamtazama yule mwanamke alikuwa anampenda sana. Tamaduni lilikuwa ni kubwa sana. Sasa wakati Kagiso anatoka pale kuelekea upande wa hostel, headmaster alikuwa amekaa nje kidogo ya ofisi na akiwa anamtazama kwa matamanio makubwa sana. Alimtazama jinsi ambavyo alivyokuwa anatembea, mwendo wake wa maringo, shapu lake kali ambalo lilikuwa linavutia sana, sura yake iliyokuwa ni nzuri na midomo milaini mizuri sana iliyokuwa inavutia, ilizidi kumfanya headmaster anze kumeza mate na kujilamba mdomo. Alishindwa kunyamaza, ilibidi aanze kumuita pale. Kagiso aligeuka upande ambapo headmaster alipokuwa. Alimuona akiwa amekaa peke yake. Na hapo alimuita. Hapa sasa headmaster naye alisema, hapa siwezi kulaza damu. Vyovyote itakavyokuwa, lakini nataka nihakikishe kwamba huyu mtoto nammiliki. Headmaster wala hakuwaza habari ya kwamba yeye anaweza kujiharibia kazi au ni nini kitakachotokea taharibu masomo. Headmaster yeye alijawa na tamaa tu moja kwa moja. Kagiso alienda moja kwa moja mpaka headmaster mahali alipokuwa. Kwa uso wake wa mapozi makali kabisa, alimtazama headmaster. Headmaster alijikuta akitetemeka mpaka jasho likianza kumtoka kutokana na jinsi ambavyo hisia zilivyokuwa zimempanda na kumzidi kuhusiana na mrembo huyu Kagiso.
Bwana msikilizaji bana, hii movie inakwendaje na nini ni hatima yake? Tukutane katika sehemu ya pili na sehemu zingine ambazo zinazoendelea, kwamba Kagiso nini mwisho wake. Huku ndani kuna mambo mengi, lakini kuna historia gani kuhusiana na mrembo huyu Kagiso? Kuna historia gani ambayo imemfanya yeye kufika pale? Na mambo mengine kama haya, hebu naomba tukutane katika sehemu ya pili. Sema mambo haya ni kwanza ni mapya kabisa, ndo tunaanza. Mimi ni BHB na hii ni Makala Simulizi. Kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze hilo neno ili uweze kuwa mwanafamilia, upate mengine mengi. I say tumerudi pamoja sana.